Yes, JS Kabylie in town. Nakwambia hawapoi wala hawaboi. JS Kabylie kutokea Algeria tayari wamewasili Tanzania, Zanzibar kule kwa ajili ya mchezo wao dhidi ya wananchi Young Africans kwenye mchezo wa Jumapili ya tarehe 15 ya mwezi wa pili mwaka ni 2026 pale New Amani Complex. Mchezo muhimu kabisa ambao utatoa maamuzi, japo wao na nafasi ndogo mno. Naweza nikasema kwamba wao hawapo kabisa kwenye kinyang'anyiro cha kutaka kusonga robo finali, kutokana na kwamba alama walizonazo hata wakimfunga Yanga hawawezi kusonga mbele. Wana alama 4 ambazo wakiibuka na alama zao 3 katika mchezo unaokuja dhidi ya Yanga, moja kwa moja wanakuwa na alama 7 ambazo itawafanya wakwe nafasi ya 3, lakini mbele yao kutakuwa na FAR Rabat pamoja na National Al Ahly. Haitawafanya kuwabadilishia ndoto yao na kufika kwenye hatua ya robo finali. Wametua hapa tayari full package kabisa kwa ajili ya kuhakikisha wanakutana na wananchi katika mchezo wa klabu bingwa barani Afrika, ambao ni mchezo kwa wananchi muhimu mno, wakati dua zao, maombi yao yakihakikisha wanayatuma kuyapeleka kule kwenye mchezo wa National Al Ahly dhidi ya FAR Rabat. FAR Rabat wapigwe kipigo cha mbwa mwizi, wakati wao wakitakiwa kupambana. Young Africans sio mchezo wao wa kwanza ambao ni wa maamuzi kukutana nao, hasa katika michezo migumu ya kombe la shirikisho hata klabu bingwa barani Afrika. Mchezo huu unanikumbusha michezo miwili ya mwisho ambayo Young Africans walifika kwenye hatua hizi ngumu na wakawa katika sehemu ya kuvuka ama kutokuvuka. Mchezo dhidi ya USM Alger mambo yalikuwa magumu kweli kweli. Wakiwa nyumbani, wananchi walihitajika kufunga goli moja tu ambalo liliwavusha kuingia katika hatua iliyofuata. Mambo yalikuwa magumu sana katika msimu wa 2024-25 na kushindwa kutinga hatua ambayo walitamani kufikia. Lakini kwa upande ama historia nzuri ambayo inakumbusha mchezo dhidi ya CR Belouizdad Benjamin Mkapa, mchezo ambao ulikuwa unahitajika kufunga magoli 4 bila dhidi ya CR Belouizdad ambayo kwa sasa iko chini ya Sidramovic. Kipindi hicho Gamondi anainoa Young Africans, Yanga wakaweza kutimiza ndoto hiyo kwa magoli 4-0 kama unakumbuka, magoli ambayo goli la 4 kipindi hicho likafungwa na mchezaji anaitwa Joseph Gede ambaye kwa sasa yuko zake pale Singida Black Stars. Mambo ya kuzingatia kuelekea mchezo huu, Young Africans wafanye nini? Cha kwanza ni kuhakikisha hawaendani na pressure ama hawafuatilii kile ambacho kitaendelea kati ya Al Ahly dhidi ya FAR Rabat. Cha msingi ni kuconcentrate na mchezo wao husika. Wana concentrate vipi? Ni kuhakikisha wanapata magoli ambao wanahitajika kupata kwenye mchezo huo. Ya Al Ahly na FAR Rabat waachie huko wakihakikisha kwamba wanapata ushindi kuanzia magoli 2 ama 3, lakini muda huo wakihakikisha nyavu zao hazitikiswi. Kocha msingi, kocha Pedro Goncalves ataingia na mtihani mkubwa wa kuhakikisha anashambulia kupata mabao, wa kuhakikisha na linda asifungwe. Kocha Pedro Goncalves ataingia na mtihani mzito wa kuhakikisha timu yake inapata mabao, lakini muda huo kuhakikisha timu yake isifungwe, kwa sababu ukifungwa unampa advantage yule ambaye unashindana naye kwenye kigezo cha magoli ya kufungwa na kufunga. Kwa sababu ingekuwa tofauti na hapo, kigezo cha kwanza ambacho kingeangaliwa kwenye mchezo huo ama kwa hatua hiyo, basi ni nani ambaye alifunga ama nani alichukua alama nyingi walipokutana head to head FAR Rabat na Young Africans. Lakini kilichokuja kuihukumu Yanga direct ni kwamba waliruhusu kufungwa katika mchezo wao wa mwisho ambao wamecheza dhidi ya FAR Rabat, na ngome ikawa imebalance kwamba FAR Rabat ameshinda kwake, Yanga ameshinda kwake pale New Aman Complex Zanzibar. Kifupi, mchezo huo utakuwa ni mtamu sana kwa sababu ni mchezo ambao umebeba hisia. Lakini kwa mwananchi, jiandae 50 kwa 50. Kuna kupita, kuna kubaki, na kubaki unalia machozi, lakini unaweza kupita yakatoka pia machozi ya furaha. Lolote inawezekana kwenye soka, hakuna wa kupinga, hakuna wa kuzuia. Dakika 90 Estadio New Amani Complex pale Zanzibar, tutaona mbivu na mbichi ni zipi. Wananchi Young Africans dhidi ya JS Kabylie, muda huo dua zao zikielekea katika mchezo wa Al Ahly dhidi ya FAR Rabat. Je, mambo atakuwaje? Cha msingi itakuja tena hapa kupeana uchambuzi wa kina kwa yale ambayo yatatokea katika mchezo huo. Sina la ziada, asante kwa kutuamini na kutuchagua.
endelea kutupenda na kutupendelea, kwa sababu wewe ni mtu special sana kwa ajili yetu. Asante na tukutane wakati mwingine. Bye bye. Biashara ni matangazo, na ndio maana sisi kama Kemgongo Media tunakukaribisha utangaze nasi. Sikiliza, kuanzia kiasi cha shilingi 50,000 tu unaweza kutangaza nasi kupitia kurasa zetu zote, iwe YouTube, Instagram, TikTok au X. Kwa wale wanaohitaji interviews, unapata interviews kuanzia shilingi 200,000 tu zenye urefu wa hadi dakika 10. Hatukuishia hapo. Kwa wale wenye vipindi vyao wanataka kuvirusha kupitia YouTube channel yetu, gharama zetu ni nafuu sana. Ewe Mtanzania, karibu tangaze nasi.